kila sababu ya kuishukuru serikali kuu kupitia Wizara ya Afya kwa kuendelea kutenga fedha za bidhaa za afya. Kwa sasa kwa mwaka huu 25 serikali tayari imeshatoa bilioni 133 sawa na asilimia almost 67. Kwa hiyo kama ambavyo mwakilishi kutoka MSD ameeleza kwamba fedha sio changamoto tena, na naamini hizo ni fedha nyingi sana ambazo tukienda vizuri hali ya upatikanaji wa dawa utaendelea kuimarika. Na kama hili kuna madhumuni yafuatayo. Kwanza ni kuboresha uhusiano na mawasiliano kati ya MSD na vituo vya kutolea huduma za afya katika mikoa yetu. Pili, kuwapa uelewa wadau namna MSD inavyofanya kazi pamoja na mifumo iliyopo. Tatu, kuhakikisha MSD na wadau mnadumisha umoja utakaoendelea kuwawezesha kuwahudumia wananchi kwa wakati. 4, kupeana mrejesho wa huduma zitolewazo vituoni ili kung'amua changamoto zinazojitokeza katika mnyororo wa ugavi wa bidhaa za afya nchini na kuhakikisha mnazitolea majibu kwa lengo la kuboresha. Na 5, ni kuhakikisha mnakuwa na majadiliano yenye tija ya namna bora ya kufanya kazi kwa pamoja ili kila upande uweze kutimiza wajibu wa kumhudumia mwananchi. Naitwa Lucas Guta, kitaaluma ni mfamasia. Pia ni kaimu meneja wa kanda ya Iringa. MSD inafanya kazi na wadau ambao ni vituo vya kutolea huduma za afya. Hivyo ili kupata mrejesho wa huduma tunazozitoa, tulionelea kwamba ni vyema tukakaa na wadau wetu ili waweze kutupa mrejesho juu ya huduma ambazo tunazitoa kama zinakidhi mahitaji yao, na kama kuna sehemu ambayo hatujafanya vizuri, manake tukipata ule mrejesho manake tutafanyia kazi ili kuhakikisha kwamba tunakidhi kile ambacho wanakitaka wateja wetu. Na tukiangalia kwamba huduma ya bidhaa za afya ni huduma ambayo inalenga kuokoa uhai wa mgonjwa. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kuna vituo ambavyo vinakuwa fedha zitoshelezi, lakini kwa kuangalia sasa maisha ya mteja ambaye ni mgonjwa, tunalazimika kumpatia bidhaa kituo husika ili kusudi akaweze kumhudumia mteja wake. Hapo ndo madeni yanazaliwa. Lakini pamoja na hayo, tunajitahidi sana kuwatembelea wateja wetu ambao tunawabainisha wakiwa na madeni makubwa kwa ajili ya kwenda kuzungumza nao ili waweze kulipa madeni hayo. Hata kama hatalipa lote, lakini angalau apunguze na huduma iwe endelevu. Na sisi tukipata fedha zile, maana yake tunapata nguvu ya kwenda kwa washitiri ambao wanatusupply bidhaa hizo. Tunapozileta, maana yake tuwe tena na uwezo wa kumhudumia huyu kituo cha kutolea huduma za afya. Mkutano huu ni muhimu sana kwa sababu sisi kwenye utekelezaji wa shughuli zetu za kila siku za matibabu ya wananchi tunatumia dawa. Sasa Wizara ya Afya ina jukumu la kusimamia, Wizara ya Afya pamoja na Ofisi ya Rais TAMISEMI ina jukumu la kusimamia uwepo wa dawa na dawa upatikanaji wakati wote ili wananchi waweze kupata huduma zinazostahili. Sasa kwenye huduma ambazo zinatolewa na MSD ni moja hapo ni kununua, lakini pamoja na kununua, kusambaza dawa kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Kwa hiyo kikao hiki kama ambavyo umesikia kina lengo la kujadili kupitia changamoto, kupeana mbinu mbalimbali, kupeana updates mpya ambazo zinaweza kutumika kuboresha zaidi kwenye eneo hilo la upatikanaji wa dawa. Na niseme kwamba kufanyika kikao kwenye kanda hii ni swala la utaratibu ambao umewekwa na MSD kufanya mzunguko. Nimesikia mara ya mwisho kikao kifanyika mkoa wa Ruvuma,
na sasa hivi tumefanya hapa mikoa miwili yote ya Iringa na Njombe imeshiriki. Kwa hiyo ni swala la utaratibu ambao umewekwa na ndio maana kikao kimefanyika hapa. Mkakati nipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Nilisema pale wakati naongea kwamba tofauti na huko nyuma, unajua watu kisikia mtu anasifia anaweza akasema kwa sababu watu wengine wanamsifia rais, lakini ukweli ni kwamba tofauti na kipindi chote cha nyuma, hatujawahi kupokea fedha nyingi kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba kama kipindi hiki. Inawezekana pia kwamba ilekawa pia sababu kwamba kasi ya majenzi imekuwa ni kubwa sana, na hata kwa kipindi chake pia ujenzi umekuwa ni mkubwa sana, na ndio maana fedha za kwa ajili ya vifaa tiba zimeletwa nyingi. Kwa hiyo nimpongeze rais kwa ujumla kwa hicho ambacho kimefanyika. Lakini ukienda kwenye mikakati, sisi kwenye utaratibu wa kununua dawa na vifaa tiba na vitendanishi upo mwongozo ambao tunatumia, na kila mwaka tunatenga bajeti kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunanunua dawa, vifaa tiba na vitendanishi. Pesa za makusanyo ya vituo 50% zinatumika kwa ajili ya kufanya kazi hiyo tu. Sasa nikikuambia kwa tangu tumeanza mwezi wa 7 ile tarehe 1, yani mwaka wa fedha huu ambao tumeanza, kwenye mkoa wangu mimi huu wa Njombe ambako nasimamia, tumeshanunua dawa zaidi ya bilioni 3.5. Hizo nazungumzia zile ambazo ni vituo vile ambavyo viko chini ya mamlaka ya halmashauri au serikali za mitaa. Sija include fedha ambazo zimetumika kwa hospitali yetu ya mkoa ambako kumefanyika maboresho makubwa sana. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia ni kwamba moja ya mikakati ilikuwa ni kufunga mfumo wa GoToMS ambao unatumika kuhakikisha kwamba tunakusanya pesa za kutosha, lakini tukishakusanya pesa za kutosha, pesa hizi zinatumika kwa ajili ya kununua dawa ile 50% ambayo ni maelekezo ya serikali. Vitu ambavyo vingeweza kuboreshwa ni upatikanaji wa vifaa tiba kwa hali ya juu sana na dawa. Wamejitahidi kwa sasa kutoka walipotoka. Sasa tuko kwenye asilimia nzuri, kwenye asilimia 80 kwa halmashauri yangu. Kutoka tupokuwa kwenye asilimia 50, sasa ni 80. Napenda MSD waboreshe upatikanaji wa vifaa tiba vya maabara. Upatikanaji wa vifaa tiba vya maabara vimekuwa ni changamoto kwa kiasi kikubwa kutokanisha na vifaa vya mama na mtoto. Kwa sasa viko vingi, ila vya maabara viko vichache. Ningependa MSD viongeze kwa zaidi. Inawezekana wataalamu wa maabara wako wachache, MSD waongeze ili tuendelee kupata huduma ifuatayo.